Gasto Online TV, habari 7 zilizotikisa dunia wiki hii. Karibu Gasto Online TV, chaneli yako ya habari, maarifa na matukio makubwa kutoka Tanzania, duniani. Kama bado hujabonyeza subscribe, fanya hivyo sasa na uwashe kengele ya arifa ili usikose taarifa muhimu. Namba 1. Matajiri zaidi duniani waiomba serikali ziwaongezee kodi ya utajiri wao. Habari ya kwanza inatoka kwa kundi la matajiri na mabilionea kutoka mataifa mbalimbali. Kupitia barua ya wazi, wamezitaka serikali kuongeza kodi kwa watu wenye utajiri mkubwa. Wanasema hatua hiyo inaweza kusaidia kupunguza pengo kati ya matajiri na maskini, kuboresha huduma za afya, elimu na kupambana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Wengi wameeleza kuwa ni wakati wa matajiri kuchangia zaidi katika maendeleo ya jamii. Namba 2. Mabadiliko yanayomhusu mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan. Habari ya pili inamhusu mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan ameendelea kuwa katikati ya mjadala mkubwa kufuatia tuhuma zilizomkabili na mabadiliko ya kiutawala ndani ya mahakama hiyo. Tukio hili limeibua mijadala kuhusu mustakabali wa kesi mbalimbali zinazoshughulikiwa na ICC pamoja na uwajibikaji wa viongozi wa taasisi za kimataifa. Namba 3. Mashambulizi yarejea bahari ya Shamu na mlango wa Hormuz. Habari ya 3 ni kuhusu usalama wa baharini. Mashambulizi yaliyotokea katika bahari ya Shamu na eneo la mlango wa Hormuz yameongeza hofu kwa kampuni za usafirishaji wa mizigo na mafuta. Wachambuzi wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kuathiri biashara ya kimataifa na usababishaji wa kupanda kwa gharama za usafirishaji pamoja na bei za mafuta duniani. Namba 4. Maandamano makubwa nchini India. Nchini India, maandamano makubwa yameendelea kuvuta hisia za wananchi na vyombo vya habari. Waandamanaji wamewasilisha madai yao kwa serikali kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii na kiuchumi. Polisi wameimarisha ulinzi katika maeneo kadhaa, huku serikali ikiahidi kushughulikia hoja zilizowasilishwa kwa njia ya mazungumzo. Namba 5. Ajali ya basi na moto mkubwa Bangkok. Habari ya 5 inatokea Bangkok, Thailand, ambapo ajali mbaya ya basi pamoja na moto mkubwa uliotokea katika eneo la jiji zimesababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. Timu za zimamoto na uokoaji zilifanya kazi kwa saa nyingi kudhibiti moto na kuwaokoa walioathirika. Namba 6. Mashindano ya Jumuiya ya Madola yaendelea kuvutia dunia. Mashindano ya Jumuiya ya Madola yanaendelea kushika kasi huku wanamichezo kutoka mataifa mbalimbali wakivunja rekodi na kushindana na medali. Mashabiki wa michezo duniani wanaendelea kufuatilia kwa karibu ushindani huo, huku mataifa yakijivunia mafanikio ya wawakilishi wao. Namba 7. Akili bandia AI yaendelea kubadilisha ajira duniani. Na mwisho, matumizi ya akili bandia maarufu kama AI yanaendelea kukua kwa kasi duniani. Kampuni nyingi zimeanza kutumia AI kufanya kazi ambazo hapo awali zilifanywa na binadamu.
Wapo wanaoona hii ni fursa ya kuongeza ufanisi, huku wengine wakihofia kupungua kwa nafasi za ajira. Wataalamu wanasisitiza umuhimu wa watu kujifunza ujuzi mpya ili kuendelea na mabadiliko ya teknolojia. Hitimisho. Hizo ndizo zilizokuwa habari 7 zilizotikisa dunia wiki hii. Ni habari ipi imekushangaza zaidi? Tuandikie kwenye sehemu ya maoni. Na kama unataka kukuza biashara yako, kampuni au huduma yako, tangaza nasi kupitia Gastro Online TV. Wasiliana nasi kwa simu 0615287076 au barua pepe gastroonlinetv@gmail.com. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kuwasha kengele ya arifa. Asante kwa kutazama. Tunaonana tena kwenye video ijayo, na kwaheri.